Ni takribani miaka 36 tukipiga hesabu kuanzia mwaka 1989 hadi hivi sasa mwaka 2025 ambapo unasikiliza na kutazama kipindi hiki kupitia Huruma Media. Nazungumzia hayo mahesabu ambayo nimepiga miaka 36 ni yale zile siku niseme za mapambano dhidi ya matumizi haramu ya dawa za kulevya, lakini pia kupambana dhidi ya wale ambao wanajihusisha na utengenezaji na wafanya biashara wa hizi dawa ambazo zimekuwa ni hatarishi sana katika vizazi vyetu vya leo. Lakini pia tunaona kadri siku zinavyokwenda bado hali inazidi kuwa mbaya, na ni kitu cha kutia moyo unaposikia kwamba zipo asasi za kiraia mbalimbali ambazo zinasimama kwa ajili ya kutoa elimu, kuelimisha umma ili namna gani wanaweza kusaidiana kuweza kulitatua hili tatizo. Kila inapofika Juni 26, jumuiya ya kimataifa ikishirikiana na hizi asasi za kiraia, basi tumekuwa tukifanya maadhimisho ya kilele cha mapambano dhidi ya madawa ya kulevya, na kwa mwaka huu pia 2025 pia yataweza kufanyika. Lakini je, kwa upande wa watu ambao wapo mkoani Tanga, wao wanazungumziaje kuhusiana na siku hii hapa na maadhimisho haya? Je, ni tarehe 26 Juni ama ni tarehe ngapi? Pia wataweza kutufahamisha msikilizaji pamoja na mtazamaji. Ni kufahamishe tu, unaweza ukashiriki nasi kwa kile ambacho utakuwa unakisikiliza hapa. Elimu ambayo inatolewa unaweza ukaisambaza kwa mtu mwingine, lakini pia unaweza ukawa wewe ni mmoja wa wale ambao tutakuja kujiunga katika mapambano haya dhidi ya kupiga vita matumizi haramu ya dawa za kulevya. Jina langu naitwa Victor Mkelo, lakini unaweza kaandika message ukaniambia wewe ni nani, uko wapi na mawazo yako ni yapi ili tuweze kwenda mbele zaidi. Ni nao wageni ambao wameweza kuungana nasi Huruma Media kwa ajili ya kuweza kutupa elimu, lakini pia watuambie mwaka 2025 maadhimisho katika mkoa wa Tanga wameyapanga kwa namna gani, lakini vile vile kuna kitu gani ambacho watu waweze kukitarajia, watu ambao wako Tanga, lakini vile vile wale ambao wanatufuatilia duniani kote kupitia Huruma Media Online. Itakuwa ni vyema pia waweze kufahamishwa, lakini itakuwa ni vizuri tuweze kuanza na utambulisho mfupi kwa mmoja mmoja, aweze kutuambia yeye ni nani, ametokea katika asasi gani, lakini pia baadaye tutaweza kuingia katika mazungumzo zaidi. Karibu baba. Asante sana. Kwa jina naitwa Joseph Mabena, natokea asasi ya Tanga Drugs Free Organization, ni katibu mtendaji wa asasi hiyo. Tumekuja hapa kwa ajili ya kutoa elimu na kuwafahamisha watu vipi tutakuwa njia gani za kupambana na matumizi haramu ya dawa za kulevya. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina mimi naitwa Bakari Abedi, ni katibu mtendaji kutoka shirika la Tanga Recovery Community, makao yake makuu yako mtaa wa Gofu Juu C. Lengo kuu la kufika katika hiki kituo ni kuongea na jamii ya mkoa wa Tanga na dunia kwa jumla katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya kupambana na dawa za kulevya duniani. Karibu sana Huruma. Asante. Mimi kwa majina naitwa Emmanuel Eli Ulime, ni mtaalamu tiba wa saikolojia, ushauri na unasii, na natokea kituo kinachoitwa Gateway Rehabilitation Center. Ni kituo ambacho kinawezesha utengemao wa afya akili, lakini pia upataji nafuu kutokana na changamoto za matumizi ya dawa za kulevya. Asante. Kwa majina naitwa Ali Kitandula, mimi ni managing director kutoka kituo cha Gateway Rehabilitation Center, tuko Kange. Naam, basi kama ulivyosikiliza katika utambulisho mfupi, ni imani yangu tutakwenda kunufaika kwa sababu tupo online hapa. Basi tunao muda mpana na wa kutosha kuweza kushirikishwa jambo kupitia elimu hii ambayo inatolewa siku ya leo. Tuanze na angalau historia fupi, mtu aweze kujua mapambano haya, mafanikio ni yapi, na hapa tulipofikia, je, tuna mwelekeo gani? Tunapotaja swala zima la watumiaji wa dawa za kulevya, tunaona waraibu bado wapo mtaani, na tumesema huu ni mwaka wa 36 bado mapambano yanafanyika. Jitihada katika elimu ambayo mnaitoa hadi hapa ambapo tumefikia, ni nini ambacho mnakiona? Asante sana. Kwanza napenda
tuanze na mtiririko wa kuhusu hii shughuli nzima ya maadhimisho ya siku ya dawa za kulevya. Kwa hapa mkoani kwetu Tanga, tuko mjumuiko wa asasi karibu 6 au 7 ambazo tumejikita kwenye shughuli hii. Asasi hizo ni pamoja na Gift of Hope, Tanga Drugs Free, Tanga Recovering Community, Oyabe, Getaway Rehabilitation Center na Courage and Recover. Na katika shughuli hizo ambazo tumeziandaa kwa ajili ya sherehe hizi, tulianza takriban tokea tarehe 17. Lakini vile vile naweza nikasema tulianza tokea wakati wa mbio za mwenge, kwa sababu wapo ambao walikuwa wanakwenda kwenye wilaya kama Handeni, Kilindi, Mkinga, Pangani kwa ajili ya kutoa elimu hiyo kuhusu athari za dawa za kulevya. Na hapa Tanga jiji vile vile tumefanya mambo haya. Na vile vile katika hapa Tanga jiji tumetembea katika vyuo, chuo cha uganga, chuo cha afya Bombo, tumetembea chuo cha afya Kange, na tumetembea kwenye baadhi ya media tofauti tofauti kiwemo hapa kwenye hii Huruma kwa ajili ya kutoa elimu. Lakini mapambano haya kwa kiasi fulani ni magumu, lakini tunatumia ule uwezo wetu na elimu ambayo tumepewa kwa ajili ya kuweza kujua jinsi gani tunaweza tukawapatia elimu hii kwa jamii ili waweze kuondokana na tatizo hili. Kwa sababu jamii kusema ule ukweli imeathirika sana na matumizi ya dawa za kulevya. Sasa inabidi na sisi vile vile tujitoe sana kutoka ndani ya nafsi zetu kujua jinsi gani tunaweza tukaifikisha elimu hii kwa jamii ili iweze kidogo kuwaondoa kwenye janga hili. Hicho ndio kikubwa tunachozifanya sasa hizi kwa pamoja ili kuwapa wananchi elimu na kujua jinsi gani wanaweza kuondokana kwenye tatizo hili. Asante ndugu mtangazaji. Kama alivyotangulia mwenzangu hapa kuzungumzia, safari kitaifa inafanyika mkoani Dodoma, na tunatarajia Mungu akipenda Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndo atakuwa mgeni rasmi. Lakini hatujaishia hapo, kwa sababu tuko Tanga, na Tanga kama inavyoelekea kwamba hili tatizo la dawa za kulevya ni kubwa sana. Tumeshukuru tumeungana na ofisi ya Waziri Mkuu na kamishna wa kanda ya Kaskazini kwa sapoti yao ambayo ndio imetufanya sisi tuweze kupambana kuweza kufika maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na hii siku ya dawa za kulevya duniani. Kwa mkoa wa Tanga tumeanza toka mbio za mwenge ambazo zimeweza kufika mkoa wa Tanga maeneo tofauti tofauti kama ambavyo amesema mwenzangu. Lakini tarehe 21 tutakuwa na maadhimisho ya kimkoa wa Tanga. Tarehe 21 Juni tutakuwa na maadhimisho Tanga, uwanja wa Lamore. Tunatarajia pia Mungu akipenda kwamba Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tanga Dr. Batilda Burhan, yeye ndo anaweza kawa ni mgeni rasmi katika maadhimisho hayo. Lakini kwa nini tunafika katika media au kutembea tofauti tofauti? Kwa sababu tatizo la dawa za kulevya sio la mtumiaji. Ili ni tatizo la kidunia, ni tatizo la kijamii, ni tatizo ambalo linamgusa kila mtu mmoja kwa nafasi yake. Kwa sababu katika familia, katika jamii, hili ni tatizo ambalo ni mtambuka. Shida ni kwamba ile kuwepo watu walikuwa hawana uelewa kuhusiana na hili tatizo la dawa za kulevya. Kuna watu wanasema watu wameingia wenyewe kwenye matumizi ya dawa za kulevya atajua wenyewe, yani kuna stigma ambayo inaendelea. Wameataka wenyewe. Sasa kutokana na hali ambayo ipo, ndio maana serikali kwa kupitia idara ya maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum ikazipa baraka taasisi binafsi, sawa, na mamlaka ya kuratibu na kudhibiti dawa za kulevya ikatoa baraka taasisi binafsi zile ambazo zina uwezo wa kusaidia serikali, kwa sababu sisi tunaisaidia serikali katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Na ndio maana sisi tuko kwenye kupunguza matatizo kwa ajili ya utoaji wa elimu
sawa, na kuwaona wale ambao tayari wameathirika na matumizi ya dawa za kulevya, kuwapeleka kuwaunganisha katika vituo vya tiba ili waweze kupata utengemao, waweze kubadilika, kwa sababu sio kwamba wao walijitakia. Ili huu ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine. Kwa hiyo na ndio maana unaona sasa serikali imewekeza nguvu kubwa sana katika nyanja mbalimbali. Taasisi binafsi kazi yake ni kwamba ni kutoa elimu, sawa, kwa wanajamii wale ambao hawajajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Wasijiingize, kwa sababu watu wengi wanaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya kwa kukosa elimu. Sawa, na ndio maana tumepata baraka na tunatembea na huu mwongozo. Huu ni mwongozo wa mamlaka ya kuratibu na kudhibiti dawa za kulevya. Kila tunapokwenda, kama ni mitaani, ni kwenye media, ni hospitali, labda ni kwenye vijiwe, mwongozo ndo unatugadi. Huu na mwongozo kuanzia darasa la awali mpaka vyuo vikuu, wazazi, walezi, umeona? Kwa sababu kuna wazazi wengine wanaingia inakuwa ni kichocheo kuingiza watoto wao kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila wao wenyewe kujua. Inakuaje? Baba anakunywa pombe. Anatoka na mtoto anaenda naye baa. Au anatoka na pombe nyumbani anakuja nazo ndani. Alafu anakaa stick room, mtoto baba anakunywa pombe, mtoto anaona. Wajua mtoto ni rahisi sana kushika akili zake. Kwa nini baba anakunywa? Kuna siku moja unaweza ukasahau mtoto akaonja. Au wewe baba unavuta sigara, unamwambia mtoto kaniwashie sigara. Wewe unatarajia unamkuza katika hali gani? Baba anavuta bangi, anaenda maskani na mtoto kwenye bangi. Wewe uone kama baba anasababisha mtoto kuvuta kitu kwenye kumbukumbu yake, alafu na mwisho wa siku anaweza akajaribu. Kwa sababu anaiga. Kwa sababu watumiaji wengi wa dawa za kulevya sio kwamba wameanza siku moja tu wakaanza kutumia. Kuna vitu wameanza kuiga. Na watu ambao wana shida nyingi sana ni makundirika, yani makundi ya ujana. Hii ndio wako kwenye hatari sana ya kupata matumizi ya dawa za kulevya, kwa sababu tayari kuna vitu wanaviona kupitia watu. Umeona? Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa ndio maana serikali ikatoa sasa hizi asasi za kiraia kujiunga pamoja na kuweza kutoa elimu kwa wanajamii na taifa kwa jumla, na lengo ni kutoa ujumbe sahihi kuhusiana na madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. Nikushukuru kwa hapo. Tuje kwako Mr. Ulime, hebu tuambie watu ambao wanastahili kufanyiwa counseling, kupewa ushauri, ni watu ambao mnakuta katika hali gani? Asante. Watu ambao wanastahili kupewa hii huduma ya saikolojia, ushauri na unasihi ni mtu wa aina yoyote ile anastahili huduma, lakini katika hiyo hatua za matumizi ya hizi dawa za kulevya ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa labda wametumia kiasi kwamba wanakuwa wameathirika zile afya zao za akili, wanaonesha dalili mbalimbali za magonjwa fulani ambazo labda inaweza kuwa ni ngumu kuzungumza mkaelewana, kwamba watu aina hiyo watahitaji kwamba watumie dawa fulani ambazo watashauriwa na mtabibu wa magonjwa ya akili ili kwamba waweze kurudisha ule uelewa wao na ufahamu wao kwanza, ndipo naweza nikazungumza naye tukafanya naye hii huduma ya saikolojia, ushauri na unasihi. Lakini kwa mtu mwingine wa aina yoyote hii huduma inamhusu, anaweza kahusika na anaweza kaipata, kwamba mtu ambaye yupo katika hayo mazingira hatarishi, kwa mfano kama watoto au hata vijana ambao wapo katika mazingira hatarishi, pia naweza nikakaa nao chini kwa kuweza kuwaelewesha au tukajadiliana pamoja kwamba ni kwa namna gani wanaweza kuepukana na hivyo vishawishi, kwamba wakatengeneza ile nguvu ya kuweza kusema hapana au kushawishika na vile vitu ambavyo vinawazunguka, kwa maana kwa kuweza kujitambua wenyewe binafsi na kuona zile vitu alivyonavyo ambavyo vikawasaidia wenyewe wakaweza kusogea mbele pasina kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia kuna watu ambao wapo katika matumizi yenyewe ya dawa za kulevya, kama tulivyosema kwamba alivyosema hapa mtangulizi kwamba matumizi ya dawa za kulevya sio kwamba labda ni uzembe wa mtu, hapana, ila kuna vitu nyuma. Kunaweza kuwa kuna huo msukumo wa makundilika, lakini huo msukumo
unaweza sio tu msukumo ukatosha, lakini unaweza kuna vitu nyuma ambavyo vimemsababisha mtu kwamba alipopewa taarifa kutokana na makundilika, labda aliambiwa kwamba ukiwa na msongo wa mawazo, ukiwa na shida zako, ukitumia kilevi fulani unayaondoa, unakuwa safi. Kwa hiyo huyo mtu anaweza kashawishika kwenda kutumia hicho kitu kwa sababu ana hizo shida na huo msongo wa mawazo. Lakini endapo labda kama angekuwa na msongo wa mawazo angesema mimi nitatumia hiyo nini kwa sababu mimi sina msongo wa mawazo. Lakini kwamba ana vitu nyuma ambavyo ni vinamsaidia, vilivyomsababisha, vilivyompelekea akaenda kujaribu kutumia hicho kilevi au hiyo dawa ya kulevya ili aweze kujisikia vizuri. Kwa hiyo kwamba hata mtu ambaye yupo kwenye matumizi bado anahitaji huduma ya kuweza kujaribu kuchunguza ni vitu gani nyuma ambavyo vinamsababisha yeye au vinampelekea yeye aweze kujaribu au kuendelea kutumia hivyo vitu. Inaweza kuwa kuna labda msongo wa mawazo, anaweza kuwa na hofu kubwa sana, labda anaweza kuwa kuna hisia ngumu, hisia nzito anazozipitia ambazo anashindwa kuzikabili. Kwa hiyo anaweza anatumia hivi vilewesho kwa ajili ya kuzikabili kwa muda. Lakini kuna namna nyingine ambayo anaweza akazikabili hizo changamoto anazozipitia. Inaweza ikawa hana hizo namna au anazo anazitumia, lakini tu alishindwa kutulia na kuweza kujua kwamba mimi na kitu fulani nakitumia kutatua changamoto fulani. Lakini kama tukikaa tukizungumza tunaweza tukajua kwamba kuna siku fulani ukutana na changamoto fulani ulishaitatua kwa namna hii. Kwa hiyo je, unaonaje sasa unaweza kuitatua tena hii changamoto kwa namna hii kama ulivyoitatua, au tukajadiliana njia nyingine ambazo zinaweza kuwa ni salama na zinaleta afya zaidi ya kutatua hizo changamoto. Kwa hiyo ni mtu ambaye yupo kwenye hatua ya matumizi tayari. Lakini pia hata kuna wanafamilia ambao wanaishi na watu wana changamoto hizi za matumizi ya dawa za kulevya. Pia nao kuna vitu vingi ambavyo wanavipitia. Wanapitia pia nao aibu kuona mpendwa wao, mtoto wao yupo katika hiyo hali ya matumizi. Muda mwingine anaweza kama maisha yake baada ya matumizi hayo yamekuwa hayaeleweki, ambayo analeta picha mbaya katika jamii. Kwa anaweza kana anapitia hiyo aibu, lakini ukiacha aibu, yeye mwenyewe tu mzazi anaweza kana anapitia ile hali ya kujilaumu au kujiona na hatia. Inaweza ikawa labda mzazi alikuwa na mtoto wake lakini hakuweza kumlea yeye, labda alimwachia hata bibi au alimwachia mtu yoyote. Hasa mwisho wa siku mtoto anakuja kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo labda yeye anaanza kujilaumu au kujutia kwamba labda mimi ningekaa naye mtoto ningeweza kumlea vizuri, asingeweza kupitia kwenye hizi changamoto. Kwa anakuwa na ile hali ya kujilaumu kwamba labda mimi ni makosa yangu, nimekosea mimi kutoka naye. Kwa zile hali anaweza kana zipitia mtu. Kwa hiyo mtu pia naye anahitaji hii huduma. Na pia kuna namna pia familia kishakuwa na mtu huyu ambaye ana changamoto hizo matumizi ya dawa ya kulevya, kama familia za labda ni wazazi wanaweza kana tupiana lawama wao kwa wao. Mama anaweza kana mlaumu baba kwamba wewe ndio msababishi, baba anaweza kana mlaumu mama. Kwa anaweza kuna hizo aina za lawama ambazo pia zinapelekea mahusiano ya familia yasiwe salama, kwa kuna migogoro na migongano katika familia, kwamba familia bado itahitaji hii huduma ili waweze sasa kuona kwamba ni sehemu gani ambapo hawako sawa ili wakaweza kukaa sawa na mambo mengine yakaenda. Na ukiachana tu wao wazazi na pia hata na familia wengine inaweza kuwa ni wadogo zake au mtumiaji au kaka zake, inaweza kaa kupitia sasa hivyo vitu ambavyo kupitia utumiaji wa huyu mtu wa hivi vilewesho na dawa za kulevya, ile migogoro anaoisababisha kwa wazazi labda kugongana ikawa inawatengenezea chuki au na familia wengine kuona kwamba huyu mdogo wetu labda ndo anaharibu familia yetu au kaka ndo anaharibu familia yetu. Kwa bado ikawa pia mahusiano yasiyo mazuri ndani ya familia kiujumla. Kwa unakuta familia nzima pia inahitaji huduma kwa ajili ya kuweza kuona ni sehemu gani wanaweza wakakaa pamoja kuzungumza na kaona sehemu gani wanaweza kurekebisha. Kwa sababu kama tulivyosema, watu hawahitaji kunyanyapaliwa kwa sababu sio uzembe wao, ila kuna vitu nyuma ambavyo vimewapelekea waweze kufikia huko. Kwa hiyo wakiweza familia ikakaa pamoja na ikatambua kwamba huu sio uzembe tu wa mtu binafsi, ila ni changamoto tu na ni ugonjwa kama magonjwa mengine yalivyo. Kwa wanaweza wakaweza kumuelewa mtu na kuona ni kwa namna gani wanaweza kaishi naye, na pasina pia kusaidia huyo mtu aendelee kutumia hivyo vitu. Maana kuna familia pia huwa katika kutatua hiyo changamoto wanajikuta wanashindwa kuitatua kwa namna iliyo sahihi, wanajikuta wanakuwa wanamwezesha zaidi huyo mtu akaendelea kutumia hizi dawa hizo za kulevya. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba kila mtu katika jamii anahitaji huduma hii ya counseling au ya saikolojia na unasihi. Lakini isipokuwa tu kwa wale ambao labda matumizi hayo yamewapelekea madhara, yamesababisha madhara makubwa ya akili
ambayo ikapelekea akili ikaweza kuvurugika, asiwe na uwezo wa kuelewa, au ukazungumza naye msielewane. Lakini bado huyo mtu, bado tumaini lipo la kwamba anaweza kutumia hizi dawa ambazo ataelekezwa na mtabibu wa afya za akili, na akili yake inaweza kurudi sawa, na ndipo hiyo huduma ikaendelea kufanya kazi. Yeah, asante. Nashukuru, tutarudi tena tuendelee kuzungumza. Sasa hivi narudi kwa Mr. Kitandula tuweze kuzungumza mawili matatu. Unapomuona mwathirika, jamii tuseme inapomuona mwathirika dawa za kulevya, kumekuwa na ile kawaida ya kunyoosha kidole, hususani katika eneo la malezi. Wanasema kwamba kupata malezi ambayo ni stahili, wanawanyoshia vidole wengine. Na kuna kauli moja huwa naisikia sio nzuri sana, lakini mtani anasema kwamba kichaa anachekesha kama ikiwa sio ndugu yako ama ni mwanao, lakini kama ikitokea ndani ya nyumba yako utajua uchungu wake. Unaiambia nini jamii juu ya kushirikiana na asasi za kiraia kama hizi katika mapambano haya dhidi ya dawa za kulevya? Asante. Kwanza jamii inatakiwa ishirikiane na watu wa huduma au watu wenye uelewa na hawa watu ambao wenye afya ya akili. Kuna watu wa community ambao wanaenda around kwa ajili ya ku-identify hawa watu ambao wana athari ya afya ya akili, na hao ndo wanawalink na watu wa huduma ambao ni sober houses, lakini pia na kuwapeleka katika kupata dawa, wanasema MAT. Hawa ndo wanaohusika. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaenda around. Sisi ni moja ya hizo asasi ambao zinaenda around kutafuta au ku-identify hawa watu ambao wenye changamoto ya afya ya akili. Yes, ili kuweza kuwa link na sehemu ambao wanaweza kupata huduma. Yes. Na mnafanikiwa? Kwa kiasi kikubwa tunafanikiwa, lakini movement ni kubwa. Kwa hiyo tunaendelea kutanua wigo ili kuweza kuwafikia. Ndio. Basi msikilizaji na mtazamaji, kama unavyosikiliza, tunaendelea kuzungumza juu ya athari ya dawa za kulevya. Wapo vijana wengi ambao wanatumia, lakini wapo wengine ambao wanatizama kwa mbali. Mengi yamezungumzwa hapa. Pengine kuna ule ushawishi, kijana ama ni mtoto anaanza kuona katika ukuaji wake, labda kuna kaka zake ambao wanajihusisha na vitu labda vya uvutaji wa sigara, bangi na kadhalika. Au saa nyingine ni mzazi anamtuma sigara mwanae, nenda kaniletee, na kumuashia pia nenda kaniwashie. Kwa hivi ni vitu ambavyo tunajifunza. Usije ukaona kwamba hapa tumekuja hawa watu wanaongea nini. Wewe kama mzazi, kama mlezi, pia unajua namna gani ya kuweza kumtunza na kumlea mtoto wako katika misingi ambayo haitamhatarisha katika maisha yake yote popote anapokwenda. Nirudi tena hapa niweze kuzungumza na ndugu Joseph Mabena, aweze kuniambia. Mwanzoni ametuambia kwamba tarehe 21 ndio tumepanga kufanya maadhimisho sisi kama watu wa Tanga. Itakuwa ni pale katika uwanja wa Lamore. Elimu hii inavyofanyika, kuna gharama mbalimbali ambazo zinatumika pale. Unaweza kaongea pia namna gani ambavyo mnakuwa mnafanikiwa kuweza kufanya maadhimisho haya? Kama kuna watu wa kuwashukuru pia mnaweza kutumia nafasi hii. Kiujumla hizi shughuli zinazoendelea ambazo tumeanza mchakato wake muda mrefu mpaka kilele chetu kwa mkoa wetu wa Tanga, tutazifanya tarehe 21 katika viwanja vya Lamore au pale shule ya Masiwani. Hizi shughuli sisi asasi za kijamii tumejitoa kwa nguvu zote, lakini siwezi kuacha kutoa shukrani kwa mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya kanda kaskazini, ilitushika mkono kiasi. Vile vile mratibu wa afya akili jiji la Tanga ametushika mkono vile vile kwa kiasi, kwa ushauri, na vile vile ofisi ya mkuu wa mkoa kutupa kibali vile vile ya kuweza kujua sehemu gani ya kuweza kufanya maadhimisho haya, na kutupa ile go ahead kwamba tuendelee. Maana hatuwezi tukafanya shughuli hii bila kupata vibali kutoka serikalini, sababu hatuwezi tukajiweka tu sisi wenyewe sehemu tukasema tunafanya shughuli hizi bila kupata vibali kutoka serikalini. Kwa hiyo kwa kiasi fulani pia wametushika mkono, japo ni mawazo yetu, ni nguvu zetu, lakini vile vile kwa upande fulani
serikali imehusika kwa namna moja au nyingine kutushika mkono ili kuweza kufanikisha jambo hili. Na yote haya yanafanyika kutokana na kwamba hili tatizo kama tulivyozungumza kwamba ni tatizo ambalo limekumba jamii yote kiujumla. Inawezekana ikawa sio wewe mtumiaji, lakini inawezekana kwenye familia yako kukawa kuna mtu kwa namna moja au nyingine ni mtumiaji wa vitu hivi. Ndio maana serikali vile vile inatumia nguvu nyingi au nguvu kubwa ili mradi kuweza kufanya sisi tuweze kupata nafasi ili ya kuweza kutoa elimu kwa jamii, wale ambao bado hawajaingia kwenye tatizo hili waweze kuepukana, wasije wakajikuta unaingia kwenye matatizo ya utumiaji, na wale ambao tayari wameingia kwenye utumiaji kujua jinsi gani ya kuweza kuwanasua ili wasiweze wakaendelea na wao wakaambukiza wengine vile vile. Kwa kiasi fulani serikali imehusika kama nilivyozungumza, sisi wenyewe asasi za kijamii na mamlaka ya dawa za kulevya na kupambana na kanda kaskazini imetushika mkono vile vile katika kufanikisha jambo hili. Ni ofisi za jiji, daktari wa afya akili pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa wametupa ridhaa yote ya kuweza sisi tuweze kufanikisha jambo hili. Mwingine labda ameingia mpaka soba akafanikiwa kutoka, lakini baadaye tunaona kuna wapo ambao wanarudi kuendelea kutumia madawa. Nataka nijue hapa ni nini ambacho huwa kinafanyika kwa mara ya pili, mtu ambaye tayari mmeshampa elimu ya kutosha baadaye anakuja anarudi tena. Kuna addicted ya namna gani? Asante ndugu mtangazaji na wasikilizaji wa Radio Huruma FM. Unajua tatizo la dawa za kulevya ni tatizo kubwa sana, na ni ugonjwa sugu ambao unajirudia. Na maana tukasema ni sawa na maradhi mengine kama ya kisukari. Kuna magonjwa ambayo huwa yanajirudia ukiwa hujafuata miko. Kwa hiyo hata uraibu wa dawa za kulevya ni ugonjwa ambao kama hautoingia kwenye treatment alafu ukapata ile miko, sawa, unaweza ukawa unaenda unarudi, unaweza ukaenda unarudi. Na moja ni kwamba wewe mwenyewe kutokujikubali kama una hilo tatizo. Ukishajikubali una tatizo ndio unaweza ukapata msaada kusaidiwa. Na labda niende tu moja kwa moja kwa sababu leo sisi tumekuwa ni wahanga wazuri sana wa matumizi ya dawa za kulevya. Unaona hapa pichani na mimi mwenyewe ni mwathirika wa dawa za kulevya. Sasa hivi naishi kwenye ufumbuzi wa tatizo langu, lakini nina miaka 15 ya usafi toka nimeacha kutumia. Miaka 15 ya usafi. Naishi kwa kufuata miko na taratibu. Kama mtu anahitaji kuacha kutumia, basi ni muhimu afuate ule utaratibu ambao mimi nimeupitia. Kwa sababu dawa za kulevya zipo mitaani, pombe ipo mitaani, sawa, bangi zipo mitaani. Lakini wewe mwenyewe ndio unatakiwa uache kutumia kwa sababu ushagundua hili ni tatizo. Na ndio maana tuko kwenye hizi media. Moja ya kutoa elimu, lakini mwisho wa siku inabidi tunajikita kwenye kutoa ushuhuda. Kwamba tulitumia, lakini sasa tumeacha, na mimi nimetoka kwenye kuacha, na leo mimi ni mkurugenzi wa shirika la Tanga Recovery Community. Na ni baba wa familia. Nilikuwa na familia kabla sijatumia, lakini nikafanya nilivyotumia ikabidi familia yangu itetereke, lakini baada ya kujitambua na kurudi kwenye mstari bado naendelea kwenye baba wa familia, lakini tayari nina majukumu yangu na taasisi yangu na kuna watu nyuma ninawaongoza. Kwa hiyo yote hii ni kwa sababu gani? Nimepata elimu nzuri. Na moja, baada ya kupata elimu na kujitambua, nikaishi kwamba sina kazi nyingine ya kumlipa Mungu zaidi ya kufanya hii kazi ya kuwasaidia watu wengine. Na watu wengine ambao tayari wanatumia, wanahitaji msaada. Kwa hiyo mimi nimekuwa ni muhanga. Sisemei watu wengi, mimi nimekuwa muhanga mmoja wa watumiaji wa dawa za kulevya. Kwa hiyo kuacha matumizi ya dawa za kulevya ni nia binafsi ya mtu. Lakini ni lazima umshirikishe Mwenyezi Mungu katika kukupa nguvu ya kufanya maamuzi yale ambayo wewe unakutana nayo. Kwa sababu addiction ni ugonjwa ambao uko ndani ya nafsi yako. Kwa hiyo ili upate nguvu ya kushinda lazima upate sauti ya Mungu. Mungu akuongoze, akushike mkono, lakini hawezi kukushika mkono, ile lazima wewe uweze ujitengeneze jitihada binafsi. Ndio Mungu anaweza kukubariki kwenye maisha yako. Ni jambo ambalo lina muunganiko mkubwa na of course, sahihi kabisa. Ni kazi ya ndani, na kazi ya ndani huwa sio kazi rahisi kama unavyofikiria.
sio chumbani, ndani kazi ya ndani ya nafsi yako ni kazi moja ngumu sana, kwa sababu unaacha kitu ambacho unakipenda alafu na ni kitamu. Umeona? Kwa hiyo tunawaasa tu jamaa kwamba kama sasa hivi fike mahali hatuna sababu ya kutumia dawa za kulevya, lakini tuna sababu ya kutafuta maisha ya kweli ambayo yanampendelesha Mwenyezi Mungu, maisha ya kweli ambayo yanaipendelesha jamii, maisha ya kweli ambayo itakuwa tayari tunarudi kwenye nini tunasema kuijenga familia bora na taifa kwa jumla. Sababu Tanga bila dawa za kulevya inawezekana, jamii Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana. Tukishirikiana kwa pamoja, watu binafsi, taasisi za umma, mashehe, mapadre, wanajamii, yani taasisi zote, tunaweza kutengeneza kizazi ambacho kitakuwa kinaishi bila kutumia dawa za kulevya. Tunaendelea na mazungumzo kama hivi ambavyo tunaambiwa na Mr. Mwindadi. Yeye anasema kwamba alikuwa ni mmoja kati ya watumiaji wa dawa za kulevya, lakini kuna hatua ambazo alizichukua mpaka akafanikiwa kuacha. Mwaka 15 si pahala padogo. Lakini kuna wewe ambaye pengine unatazama Huruma Media kwa wakati huu, unasema kwamba mimi madawa nimejaribu kwa namna zote nimeshindwa. Basi pale mwishoni kabisa utakuja kuelezwa njia gani za mawasiliano ambazo unaweza kuwasiliana na ndugu zetu hawa ili waweze kukusaidia namna gani ya kuweza kutoka katika hilo janga. Lakini tunaambiwa kwamba ni jambo la kiroho, kwa hiyo tumshirikishe Mungu zaidi. Vinginevyo mapambano yanakuwa ni magumu. Turudi tena hapa tuzungumzie swala la vijana, hususani maeneo ya shule za sekondari na vyuoni. Mbali na ushawishi, lakini pia kuna vijana ambao wana ule mtindo wa kuiga maisha fulani. Nikiona hii, mbona huyu akitumia hana shida yoyote na darasani anafanya vizuri katika masomo yake, anaona kwamba ni fashion nzuri na mimi niige niweze kutumia. Mnatoa tiba na ushauri. Je, kule vyuoni mnawasaidia kwa namna gani? Tukianza tu hapa Tanga penyewe. Okay, asante. Kuhusu hilo swala, kwa sehemu kubwa tunachokifanya cha kwanza ni utoaji wa elimu. Kwa sababu kupitia elimu, tuseme elimu ndo msingi wa vitu vyote, kwamba mtu akishaelewa kwamba hiki kitu kina madhara gani, inakuwa rahisi yeye kufanya maamuzi kwamba akishajitambua mwenyewe binafsi. Lakini sasa kwa hiyo tulichozungumzia kwamba vijana wanakuwa wanaiga kwa kuona, na wakiona baadhi yao kwamba wanaotumia maisha yao yanaendelea au mafanikio yao yanaendelea. Kweli ni swala ambalo lipo mtaani na linaendelea, kwa sababu kwa maisha ya sasa matumizi ya hivi vilewesho na dawa za kulevya imekuwa kama ni sehemu ya maisha, ambapo watu wanakuwa wanatumia kwa ajili ya starehe labda, au kutokana na ile imani iliyojengeka ya kwamba inakusaidia kuepukana na changamoto mbalimbali za maisha, lakini ambayo imekuwa sio suluhisho la kudumu, ambalo ilikuwa ni la masaa machache. Lakini sasa tunakuja kuona kwamba baadhi ya watu wamekuwa wanatumia kwa kipindi chote, lakini hawaoneshi labda madhara yote ambayo yanaweza kaonekana kwa watu. Labda kuna madhara ambayo anapata yeye mwenyewe binafsi, lakini hayaonekani kwa watu, kwa sababu kiujumla matumizi haya sio kwamba hayana madhara. Kwa kila mtu yana madhara, lakini kuna madhara makubwa na madhara madogo, ambayo madhara makubwa yanaweza kaonekana na kwa watu wengine, lakini kuna yale madhara madogo madogo ambayo ni maudhi tu ambayo mtu anayapata akishatumia hizo dawa za kulevya. Kwamba kuna kitu anakipata bado anajisikia uchovu, vitu kama hivyo. Kwa mtu tu mwenyewe binafsi akitumia, kishaisha ile hali ile tuseme ile ule msukumo wa zile dawa, kuna vitu ambavyo anavipitia ambavyo vinamkera, na muda mwingine inamsababisha tena aende kutumia tena dawa za kulevya ili ajisikie vizuri. Lakini madhara makubwa ambayo yamekuwa yanatokea kwa baadhi ya watu imekuwa inatofautiana kwa mtu na mtu, ambapo kuna visababishi vingi, kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha kwamba tutofautiane. Kwamba kwa mfano labda mimi naweza nikang'atwa na umbu, labda nikapata malaria, lakini ukang'atwa na umbu usipate malaria. Kuna kwamba kuna sababu ambazo hapo zipo, kama tuna utofauti mimi na wewe, ndio maana mimi napata malaria niking'atwa na umbu, ila wewe unang'atwa na umbu haupate malaria. Kwa hata kwenye matumizi ya dawa za kulevya ni vile vile, kwamba watu tumetofautiana, kwamba
mimi naweza nikaathirika na matumizi hayo afu mwingine asiathirike kwa sababu tu ya sababu binafsi. Kama tulivyosema kwamba hivi vitu ni vitu vya kawaida, kwa hivyo vinatokana tu na mtindo wa maisha, kwamba kitu tunachotumia ni sawa na mtu mwingine anaweza kana tunatumia vitu vya sukari vingi, kwamba mimi nitapata kisukari lakini wewe usipate kisukari. Kwa dawa za kulevya kwamba wewe utatumia dawa za kulevya usipate madhara yale afya ya akili au addiction au uraibu, lakini mimi nikapata kwa sababu ya utofauti huo. Na utofauti una sababu nyingi, inaweza ikawa inatokana na mwingine anaweza kaa wazazi wake walikuwa wanatumia vilewesho hivyo, kwa ile hali zile kemikali huwa zinaambatana vinasaba, kwamba mtoto anapozaliwa anakuwa na vinasaba hivyo vya matumizi hayo. Kwa hiyo ni kwamba inakuwa rahisi kwake kuendelea na matumizi hayo kwa sababu ipo tayari ndani yake kwenye vinasaba vyake. Lakini pia muda mwingine ni kipindi gani mtu ameanza kutumia, kwa kuna umri na umri, kwamba mtu ambaye atakatumia dawa hizi katika umri mdogo yupo hatarini zaidi kupata madhara makubwa tofauti na yule atakayetumia katika umri mkubwa, kwa sababu ubongo wetu ni huwa unakuwa, kwamba una vipindi vyake vya ukuaji ambavyo unaweza kumchukua mtoto mdogo hapa kama miaka 7 hivi ukamuuliza swali, jinsi atakavyojibu itakuwa ni tofauti na mtoto wa miaka 11, kwa sababu ubongo wao umetofautiana katika makuzi, kwamba mwingine ubongo wake ushakomaa zaidi. Kwa sasa katika hivi vipindi vya ukuaji, mtu ambaye atatumieshi kutokana tu na sababu mbalimbali za kimaisha, inaweza kani ubora fulani tu wa maisha, lakini endapo sasa mimi nikajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, hizi dawa za kulevya zinaenda kuchechemua yale magonjwa ya akili, yaenda kuonekana. Lakini mtu mwingine wa familia nyingine anaweza kahawana vinasaba vya magonjwa ya akili, kwa hiyo akitumia hizo dawa kwa sababu hana vinasaba hivyo kwa magonjwa ya akili yachechemuki. Kwa hiyo unakuta tofauti kwamba siku ni familia yetu na vinasaba vya magonjwa ya akili, lakini mwenzangu kwenye familia yake vinasaba hivyo havipo, kwa unakuta kuna utofauti hapo. Lakini kuna hata hali pia muda mwingine ya afya ya akili. Mwingine anaweza kuwa na matatizo mengi ya akili anayo, anaweza kuwa ni msongo wa mawazo, anaweza kalishafanywa ukatili utotoni, au bana hisia mbalimbali hata ngumu alizonazo, amebeba na visasi visasi, chuki. Unakuta mwingine hata alishakosanaga na mtu, labda mtu alishakufaga kipindi cha nyuma huko, afu bado ana ile hali ya hatia. Kwa tuseme ana vitu yani moyoni ambavyo vinampa changamoto. Alafu tufanye kwa mfano labda huyo mtu ndo mimi na hivyo vitu, alafu wewe uko tu hauna hizo changamoto zozote, uko tu safi. Kwa hiyo siku ambayo tutaanza kutumia wote dawa hizi za kulevya tutakuwa tuna utofauti, kwamba siku ambayo utakayotumia, kwa sababu mimi nakuwa napitia hali ya kukosa furaha kwa sababu vitu ninavyovikumbuka. Kwa siku ambayo nitatumia ile pombe au nitatumia bangi, nitatumia dawa yote ya kulevya, kuna namna ambayo nitajisikia ni ya kitofauti ambavyo sijaizoea, kwa sababu muda mwingi nakuwa na vipindi vigumu. Kwa hiyo itanipelekea ile hali kwamba kesho pia nikarudie niweze kujisikia vile vile, kwa sababu ubongo wetu una kawaida ya kuhifadhi kumbukumbu ya vitu vizuri ambavyo tunavipitia, ili tuvirudie tena tuweze kujisikia vile vile. Kwa mimi nitarudia kwa sababu na zile hali nijisikie vizuri, lakini wewe kwa sababu una hizo hali utakavyotumia utajisikia tu kawaida. Kwa hiyo kesho unaweza hata usirudie kwa sababu una kitu kinachokutatiza, kinachokusumbua. Kwa unakuta utofauti hapo ndo unakuja kwamba mwingine anaweza kaendelea na matumizi, mwingine asiendelee kwa sababu anakuwa ana vitu ndani yake ambavyo vinamtesa. Kwa hiyo hivi vitu huwa vinatofautiana na mtu na mtu. Kwa kulingana na mtu vitu alivyovibeba au mwili wake, pia sababu za kibiolojia pia huwa zinachangia kwamba mtu akaathirika zaidi, mwingine asiathirike zaidi. Kwa hiyo kuna sababu ya kibiolojia, kuna sababu za kulisi na kuna sababu za kimazingira pia. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo vinachangia. Kwa hiyo unazo sababu 3: kibiolojia, kimazingira na urithi pia. Kuna kitu tunahitaji kufahamu. Ujue katika familia kama wote tungefahamu ama tungekuwa na tabia ya aina moja, basi ingekuwa inapendeza. Kwa mfano unaweza mkao mko ndugu, kuna mwingine muongeaji sana, mwingine ni mkimya sana. Kuna mwingine hawezi kuweka jambo, lazima aliongee. Lakini kuna mwingine ana ule uwezo tuseme wa kukaa na jambo muda mrefu, siku akija akikusimulia unashangaa. Unasema umeweza kukaa nalo muda mrefu namna hii. Sasa tunazungumzia katika upande huo wa msongo wa mawazo. Kwa mwanafamilia ambaye yuko pale nyumbani na anakusikiliza hivi sasa, kuna njia gani ama mbinu gani ambazo anaweza kuzitumia endapo anaona kuna dalili ya mtu ametulia lakini anamuona ninavyomjua hapa atakuwa hayuko sawa, lakini ukimuuliza hayuko tayari kukuambia, anakuambia niko sawa tu, sina tatizo. Unakaa baada ya miaka 2 unashangaa ametumbukia katika mambo kama haya. Je, unamsaidia mwanafamilia, ni mzazi, ni mlezi,
kuweza kuwasaidia watu kama hao? Ya, kwa mtu kama huyo ambaye anakuwa anaonesha dalili hizo, labda ana changamoto fulani ya afya ya akili, labda ni mtu wa kujitenga, anakaa ni mtu wa kujisononesha au ana huzuni sana, lakini akiulizwa anakuwa anashindwa kuwashirikisha wengine, jambo kubwa ni kuweza kukaa naye karibu sana na kujaribu hata kumuelewesha. Lakini hatua ya kwanza ni kumuonesha upendo, kuwa naye karibu. Ukishamuonesha ule upendo na kuwa naye karibu, itamsaidia hata taratibu, kama na hiyo hali ya huzuni au na hali ya msongo wa mawazo kidogo itapungua, na inaweza ikafikia hata hatua akaanza akakushirikisha, au itamuongezea tu hata ile anaweza kujisikia vizuri, hata kana hamasa kuweza kujishughulisha na shughuli mbalimbali. Unapojishughulisha na shughuli mbalimbali inamsaidia ile hali kidogo kuondoka yeye. Kwa kitu cha kwanza kikubwa ni kumuonesha tu upendo na kuwa naye karibu, usimwache anakaa peke yake, na kujaribu hata kumuelewesha umuhimu wa kuchangamana na wenzake. Lakini ikiwa labda hali inazidi zaidi, unaweza ukatafuta msaada kutoka kwa hivyo wana saikolojia, daktari wa afya ya akili pia unaweza ukamtumia huyo. Ukiona kama hiyo hali inazidi kupita muda mrefu, kwa jitihada zako unazozifanya na shindikana, basi unaweza ukashirikisha watu wa nje, unaweza kutoa msaada, ndio kama mtaalamu wa afya ya akili au mwana saikolojia, itasaidia. Ndio. Naona ulikuwa na jambo hapa, nikupe nafasi. Asante sana. Nilikusikia uliuliza kwamba vipi kwa wenzetu ambao labda wako mashuleni au vyuoni, tunafanya jitihada gani za kuwasaidia ile elimu iendelee. Katika hizi asasi tulizokuja hapa, kuna baadhi ya asasi ambazo sio asasi zote ambazo tuna vituo vya sober house au vipi. Kuna asasi ambazo zimejikita moja kwa moja kwenye utoaji wa elimu wa haya masuala, hasa utoaji wa elimu wa vyuoni, mashuleni, na hata kwenye vijana wasiokuwa na ajira maalum. Sababu kama kitabu chetu kinavicha mwongozo wa utoaji wa elimu ambacho tumepewa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, kinatuelekeza vizuri sana jinsi gani na elimu gani ambayo ni sahihi kwa kuwapa vijana ambao wako maeneo gani. Unaona, maana vile vile kinga ni bora zaidi kuliko ni tiba. Tiba inatumia gharama kubwa sana. Sasa ni vyema na sisi tunaelewa tatizo hilo, ndio maana tunaweza kwenda kutoa elimu kwenye mashule ya msingi, vyuoni, na vile vile hata kwenye midahala ya mitaani yule labda, au kwenye vijiwe vya madereva bodaboda nini, ili mradi kuweza kuwakinga wale wenzetu ambao hawajaingia kwenye matatizo haya, ili kuepusha, kwa sababu kama nilivyokueleza kwamba kinga ni bora zaidi kuliko ni tiba. Tiba ina gharama kubwa sana, afu ni vile vile tiba ya matatizo haya ni ya muda mrefu, kwa sababu mtu tayari akishaingia kwenye matatizo haya, tiba yake ni ya muda mrefu, inawezekana ni milele katika maisha yake. Kama alivyokueleza mtangulizi wetu, kama kiongozi wangu alizungumza kwamba lazima uishi kwenye utaratibu maalum. Utakapokosea, ndio kama alivyozungumza, kama unaweza kukuta kijana alikuwa soba, kesho kuto unamwona anarudia, ni kutokana hakwenda kwenye ule utaratibu maalum. Sasa ni vyema kumpatia kinga ili mradi asije akaingia kwenye madhara. Kwa hiyo tunatoa elimu sana sana sana. Karibuni shule nyingi tumezifikia kwa ajili ya kuwapa elimu, ili wale waliokuepo wasije wakajikuta wameingia kwenye matatizo ya utumiaji wa vitu hivi. Basi mimi niweze kuwashukuru sana katika eneo hili. Kama una chochote cha kuweza kujazia kuhusiana na vijana wetu na mienendo ya tabia. Okay, kwanza naomba nirudi kidogo, tuseme kauli mbiu ya mwaka huu ya Drug Day, ambayo nchi itafanyika Dodoma tarehe 26, na kauli mbiu inasema kwamba uwekeza katika kinga na tiba. Na wenzangu kama walivyoongea ni kwamba tunatakiwa tuwekeze sana kwenye kinga zaidi ya tiba, kwa sababu kinga ndio inafanya kwamba wale ambao hawajaingia katika hili janga wasiweze kuingia. Na kama alivyo mzungumzaji wa mwisho alivyosema kwamba tiba inatumia hela nyingi sana, inatumia muda mrefu sana. Mtu akishaingia katika hili janga, kutoka ni anatakiwa yeye mwenyewe aweze kujiwekea misingi ya kuweza kuishi na hilo tatizo. Na katika kuelekea kwenye tarehe 21 ambayo hapa Tanga tutaadhimisha kwa ngazi ya mkoa, kama wenzangu walioanza mwanzo, ni kwamba tumeanza activities kuanzia tarehe 16
baada tu ya Mwenge kufika kwenye jiji letu la Tanga. Lakini tarehe 17 tulikuwa tuna activity pia ambayo ilikuwa inaendelea, ambayo tulipita kwenye vijiwe, tulipita kwenye kituo cha basi cha kwenda Horohoro, na pia tukapita Chumbageni, na pia tukaenda kwenye vijiwe ambavyo viko pale Deep Sea. Na tarehe 18 ambayo ni jana tulipita kwenye vyuo, tulienda chuo cha Kange pamoja na chuo cha Bombo kwa ajili ya kutoa elimu hiyo katika kukinga na tiba. Lakini tumewekeza sana katika kinga ili hawa watu wasiweze kuingia kabisa kwenye hili janga la madawa ya kulevya, la dawa za kulevya. Lakini leo tuko hapa kwenye media, na jana pia tulikuwa kwenye media nyingine, na kesho siku ya tarehe 20 na tarehe 20 activity ambazo tutakuwa nayo, na tunawakaribisha wananchi wote wa Tanga. Tutakuwa na kufanya usafi katika hospitali yetu ya wilaya. Hii ndio activity ambazo tunaenda kuifanya kesho tarehe 20, na tunaadhimisha tarehe 21 katika ule uwanja wa More ambao tutakuwa tuna bonanza. Ndio. Basi tuende katika kumalizia. Karibu sana. Labda kwa kumalizia, kuelekea kilele cha siku ya maadhimisho ya dawa za kulevya, tumejikita sana kwa vijana, na pale tuna katika uwanja wa Lamore maadhimisho yataanza saa 12 asubuhi. Kutakuaguliwa pale, kuna timu za mipira za vijana kuanzia miaka 15, 14 mpaka 16. Lengo sio kucheza bonanza, lakini lengo ni kufikisha ujumbe kwa vijana, kwa sababu vijana ndio wako na high risk sana ya kutumia dawa za kulevya, na wao ndio tayari ni fresh, yani tayari ni wadogo, yani kila kitu wanakiona kwao wanakiweza. Umeona? Sasa pili, tunawakaribisha sana Wanatanga kuelekea siku ya kilele cha miaka kutimiza maadhimisho ya dawa za kulevya tarehe 21, waweze kufika pale katika viwanja vya Lamore ili tuweze kushirikiana pamoja. Kutakuwa kuna vitu mbalimbali pale, kutakuwa kuna elimu pale ya dawa za kulevya, lakini kuna matamasha yatakuwepo pale kwa ajili ya kutunge pamoja jitihada za serikali za mkoa na Tanzania katika kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya, kwa sababu tatizo la dawa za kulevya sio la mtumiaji, la wanajamii wote kwa ujumla. Umeona? Kwa hiyo mimi niwakaribishe sana, na hata kama kuna vijana ambao ni wadogo wana uwezo wa kucheza mpira, wafike pale mapema leo, kesho wanaweza wakajiorodhesha pale katika taasisi ya Gift of Hope, kwa sababu ndio ipo karibu pale. Wao wakifika pale 16 wataulizia tu Gift of Hope iko wapi, wataenda kutaja pale timu yao, wataorodheshwa, alafu watapewa ratiba ya siku tarehe 21. Mashindano yatakuwepo na mkuu wa mkoa ndo atakuwa ni mgeni rasmi wa kufungua mashindano siku hiyo. Kwa hiyo niwakaribishe sana. Basi mimi ni washukuru sana wageni wangu, lakini pia niweze kushukuru wewe ambaye umetutazama kuanzia mwanzo hata hivi sasa. Nikwambie kwamba kidunia maadhimisho ni tarehe 26 Juni, lakini ndani ya mkoa wa Tanga tarehe 21 tukutane katika uwanja wa Lamore kwa ajili ya kuweza kujua ni kipi tutakwenda kuelimishwa na ndugu zetu hawa. Ni kuage kwa kauli mbiu ambao tunaambiwa kwamba kinga ni wekeza katika kinga kuliko tiba. Ndicho kitu cha muhimu kabisa mwanajamii uweze kufahamu, kwa sababu utaweza kuepuka gharama na mambo mengine mbali ambayo hayana ulazima. Wekeza katika kinga na tiba. Hilo ni jambo la muhimu sana. Basi endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia pa Huruma Media, lakini pia usiache kuandika ujumbe kwa yale ambayo utakuwa unasikia hapa. Tutakushukuru sana tukisikia ushauri wako na maoni yako. Mimi naitwa Victor Mkelo. Nimshukuru sana Mr. Azalia ambaye yuko nyuma ya kamera kwa kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Nikutakia wakati mwema.